Naam, hujambo na karibu sana popote pale ulipo. Ni siku nyingine ambayo tunakutana hapa kwa ajili ya kuja kutazama habari mbalimbali katika habari tulizokuandalia usiku wa leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Mimi naitwa Juma Mohamed, utakuwa nami katika kutazama habari za kitaifa, habari za kimataifa sambamba na habari za biashara na uchumi. Wakati kwenye upande wa habari za michezo na burudani, Esther Mtebe atakuja kutujuza kunani. Karibu sana uweze kuambatana nasi, tutakuwa hapa mpaka tamati. Karibu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan hivi leo amemwapisha Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akimtaka kusimamia baraza jipya la mawaziri litakaloundwa ili kuongeza kasi ya utekelezaji wa mipango na ahadi zilizoainishwa katika ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2025-2030 ndani ya kipindi cha muda mfupi. Taarifa zaidi na Amani Mbando kutoka jijini Dodoma. Mimi Mwigulu Lameck Nchemba naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba amekula kiapo katika hafla iliyofanyika Ikulu ya Chamwino mkoani Dodoma baada ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitisha kwa zaidi ya 99.4% azimio la kumthibitisha kuwa waziri mkuu baada ya uteuzi uliofanywa jana na Rais Dr. Samia. Akizungumza katika hafla hiyo, Rais Dr. Samia amesema uteuzi wa Dr. Mwigulu umepitia ushindani mkubwa kwa kupima vigezo mbalimbali, huku kikubwa kikiwa ni namna ya kuwatumikia wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dr. Mwigulu, uteuzi wako umepitia ushindani mkubwa, na katika vigezo kadhaa umeibuka kuwa na sifa nyingi kidogo kuliko wengine ulioshindana nao, na vigezo vyote vilivyopimwa, tumepima maeneo mbalimbali ya kuitumikia nchi hii, ya kulitumikia taifa hili. Kubwa zaidi ni wa kutumikia wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Samia amesisitiza kuwa majukumu ya waziri mkuu yameainishwa katika Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, huku akimsihi kusimamia na kutekeleza aliyoyasema jana bungeni baada ya kuthibitishwa. Kadhalika, amemtaka kuepuka vishawishi na badala yake alitumikia taifa kwa moyo wa dhati. Mzigo huu si mdogo, na kwa umri wako, sijui Kassim aliingia akiwa na miaka mingapi, lakini kwa umri wako mzigo huu ni mkubwa. Kwa umri wako vishawishi ni vingi vya marafiki, ndugu, jamaa na wengine, vishawishi ni vingi. Nafasi yako ile haina rafiki, haina ndugu, haina jamaa. Ni nafasi ya kulitumikia taifa hili. Kwa hiyo nikutakie kila la heri katika utumishi wako. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu ameapishwa kuwa waziri mkuu wa 12 tangu uhuru, akichukua nafasi ya mtangulizi wake Mheshimiwa Kassim Majaliwa aliyestaafu baada ya kuhudumu kwa kipindi cha miaka 10, katika hafla iliyohudhuriwa na viongozi wakuu wa serikali kutoka pande zote mbili za muungano, wakuu wa mihimili ya bunge na mahakama, viongozi wakuu wa staafu, wakuu wa mikoa, wabunge na waalikwa wengine. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Asante mwanahabari Amani Mbando kutoka jijini Dodoma, na turejee hapo jijini Dodoma ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amefungua na kulihutubia Bunge la 13 ambapo ameeleza mwelekeo wa serikali yake katika kipindi cha miaka 5 ijayo. Tupate undani wa taarifa hiyo. Mheshimiwa Rais Samia ameyatoa maagizo hayo hapa jijini Dodoma wakati alipokuwa akilihutubia na kulizindua Bunge la 13. Ninatambua kwamba vijana wengi waliokamatwa na kushtakiwa kwa makosa ya uhaini hawakujua wanachokifanya. Nikiwa mama na mlezi wa taifa hili, ninavielekeza vyombo vya sheria na hasa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka kuangalia kiwango cha makosa yaliyofanywa na vijana wetu. Kwa wale ambao wanaonekana walifuata mkumbo na hawakudhamiria kufanya uhalifu,
wawafutie makosa yao. Pamoja na mambo mengine, Mheshimiwa Rais Samia akawa na usia kwa vijana kote nchini. Kwa wanangu vijana wa taifa hili la Tanzania, niseme kuwa nchi hii imejengwa kwenye misingi ya amani na utulivu wa kisiasa. Sisi wazazi wenu tungeshawishika kufanya mlioyafanya wakati huu, nchi hii isingekuwa na neema na maendeleo mnayoyaona leo. Hivyo niwasihi sana wanangu vijana wa Tanzania, nchi hii ni yenu. Kwa shida zozote zile zinazowakabili, msikubali hata siku moja hili, na waomba mlikatae kwa nguvu zenu zote. Ninyi ndio walinzi na wajenzi wa taifa hili. Lakini katika kuhakikisha vijana nchini wanapata fursa mbalimbali na utatuzi wa ukosefu wa ajira, Mheshimiwa Rais akawa na jambo jipya la serikali kwa nchi. Tutaweka kipaumbele kwenye ushirikishwaji wa vijana katika masuala ya maendeleo yao. Natambua kumekuwa na majukwaa mengi ya kuwafikia vijana, ila bado shughuli zao zinafifishwa na masuala ya kisiasa na majukwaa hayo kupoteza malengo na mvuto kwa vijana. Mimi na wenzangu serikalini tumefikiria kuwa na wizara kamili itakayoshughulikia na mambo ya vijana. Kabla ya kulihutubia Bunge, Mheshimiwa Dr. Samia alikagua gwaride la heshima lililoundwa na jeshi la polisi, huku ufunguzi wa bunge hilo ukihudhuriwa na viongozi mbalimbali wa kitaifa pamoja na mabalozi wanaoziwakilisha nchi zao hapa nchini. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringe Bongi. Tutoke hapo jijini Dodoma kwa sasa tukatazame taarifa nyingine na tuelekee huko nchini Marekani, ambapo Marekani imeidhinisha uuzaji wa silaha za kijeshi kwa Taiwani za thamani ya takribani dola milioni 330, huku wizara hiyo ikisema hii ni mara ya kwanza kwa utawala mpya wa Donald Trump kutangaza kuiuzia nchi hiyo silaha. Akizungumzia hatua hiyo, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Lin Jian, amesema Marekani kuiuzia Taiwan silaha ni ukiukwaji mkubwa wa kanuni ya China moja na taarifa ya pamoja ya Marekani na muungano wa Sino unaozijumuisha nchi za China, Japan, Korea na Vietnam hasa Agosti 17. Amenukuliwa akisema inakiuka kwa kiasi kikubwa mamlaka ya China na maslahi ya usalama, inakiuka sana sheria ya kimataifa na kutuma ishara mbaya kwa vikosi vya Taiwani vinavyotaka kujitenga. China inapinga vikali suala hili. Alinukuliwa, Marekani ni muuzaji mkuu wa silaha kwa Taiwani na kizuizi muhimu kwa uwezekano wa shambulizi la China, lakini matamshi ya Donald Trump juu ya Taiwani yamezua shaka juu ya nia yake ya kutetea kisiwa hicho cha kidemokrasia. Tukitoka hapo tukatazame taarifa nyingine na turejee hapa jijini Dar es Salaam, ambapo Chuo Kikuu Huria cha Tanzania kwa kushirikiana na Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi wamekubaliana kushirikiana kulinda na kuimarisha faragha za taarifa za chuo hicho katika nyanja mbalimbali. Katika hafla ya kusaini makubaliano ya ushirikiano huo wa kiutendaji baina ya taasisi hizo mbili, mkurugenzi wa PDPC Dr. Emmanuel Mkilia amesisitiza kwamba ulinzi wa faragha za mtu ni haki ya kila binadamu na inapaswa kulindwa. Hivyo wakusanyaji na wachakataji wa taarifa wanapaswa kuwa na uelewa wa kutosha. Pia unaweza kuona wakati hata tulipokuwa tukizinduliwa, maelekezo ya Mheshimiwa Rais ilikuwa ni kuhakikisha mifumo inasomana. Kama mifumo inasomana, maana yake taarifa binafsi zinaweza zikawa zinazunguka kwa kila mtu. Sasa hawa wanaotumia mifumo na hizi taarifa za watu binafsi, ni lazima pawe na sheria inayolazimisha kuhakikisha sheria hizo zinalindwa na zinaendelea kuwa salama, na ili huduma za kidigitali ziweze kuendelea. Naye makamu mkuu wa Chuo Kikuu Huria Profesa Alex Makulilo amesema lengo la makubaliano hayo ni kuhakikisha sheria za ulinzi wa taarifa binafsi zinatekelezwa na kila mtu anajua wajibu wake katika kulinda taarifa zake na za mtu mwingine. Amesema makubaliano hayo yamekuja wakati mwafaka kwa sababu chuo kikuu hicho kimekuwa kikitoa mafunzo ya sheria za tehama pamoja na masomo ya fani mbalimbali kupitia mtandao. Tunayafanya ni ya kutupeleka katika hatua ya mbele kidogo
ya kuweza kujenga uwezo kwa maana ya ule weledi zaidi, professionalism wa wachakata data wetu au wanaochakata taarifa, na hasa wale maafisa wao waweze kumudu namna ya kuweza kusimamia sheria hii kwa manufaa sio tu ya taasisi zao, lakini kwa manufaa ya nchi nzima kwa ujumla. Abasi Mlilapi, Channel 10. Asante mwanahabari Abasi Mlilapi kwa taarifa hiyo. Tuelekee huko mkoani Njombe. Viongozi wa vyama mbalimbali vya ushirika mkoani Njombe zikiwemo SACCOS pamoja na AMCOS wametakiwa kusimamia vyama hivyo kwa weledi mkubwa na uaminifu ili viweze kuleta matokeo chanya kwa wanachama wao. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Michael Patrick kutoka mkoani Njombe. Akizungumza na wanachama wa mkutano mkuu wa mwaka wa chama cha Matiganjola SACCOS ambao ulilenga kujadili masuala mbalimbali ya SACCOS hiyo ikiwemo kupitisha bajeti ya mwaka 2026, kaimu mrajisi mkoa wa Njombe Edmund Basawe amesema kuwa uaminifu wa viongozi wa Matiganjola SACCOS kwa wanachama wao ndiyo sababu ambayo imefanya SACCOS hiyo kupata mafanikio makubwa, ambapo hivi sasa imeweza kuwa na kitega uchumi chake kinachowaletea faida. Mwanachama akichukua mkopo akishindwa kurejesha kwa wakati, ama waruga rais wanasema kidefault kwenye ule mkopo, tayari ameua chama. Kwa hiyo mwanachama ni msimamizi wa kwanza. Kupitia vyama vyao, mikutano ya vyama, ni vizuri sana wahoji kama mlivyoshuhudia hapo kwenye Matiganjola, wanapata uelewa lakini wanatambua umuhimu wa ile huduma. Kwa ile inawasaidia. La pili ni kuasa vyama vingine. Uaminifu, uadilifu kwa wanachama na viongozi ndio kinaweza kawafikisha hapa wakawa kama na wenyewe kama Matiganjola ama wakakuwa. Kwa upande wake mwenyekiti wa Matiganjola SACCOS Nicholas Mwilamba ameeleza namna walivyoweza kupiga hatua za kimaendeleo tofauti na baadhi ya SACCOS zingine. Hatua ya kwanza ni kwamba jinsi gani tunavyoweza kushirikiana kwenye makongamano kama Sudi, Ikudi na jukwaa la mkoa kwa ujumla. Mnavyoona ukumbi huu na wa kwetu na basi na kwetu wenyewe tumenunua chama kwa kupitia makongamano na jinsi gani wanavyotuwezesha kwenye semina ili kuweka uwekezaji. Nao baadhi ya wanachama wa SACCOS ya Matiganjola wamesema kuwa mafanikio makubwa waliyoyapata yanatokana na uaminifu na ubunifu walionao viongozi wao. Kinachotupelekea kwamba SACCOS ikue ni kwamba chama chetu kina viongozi ambao wameimarika na wanatujali sana sisi wanachama wao. Kutoka mkoani Njombe, Michael Patrick, Channel 10. Asante Michael Patrick kutoka huko Njombe. Jumla ya vijana 190 wanataraji kuanza kunufaika na mafunzo ya wanagenzi katika fani mbalimbali za ufundi kupitia Chuo cha Maendeleo ya Wananchi Masasi FCDC kilichopo wilayani Masasi mkoani Mtwara. Ahmad Nandonde yanatujuza taarifa hiyo. Akizungumza wakati wa mahafali ya chuo hicho, mkuu wa chuo cha Masasi FDC Halfani Mshana amewataka wahitimu kutumia ujuzi waliopata kujiletea maendeleo na kuchangia kukuza uchumi wa taifa. Elimu mlioipata hapa ni msingi imara, ni vema na ni wajibu wenu sasa kuitumia kwa manufaa ya maisha yenu na taifa kwa ujumla, familia zenu na jamii zinazowazunguka. Mkumbuke kuwa dhamira, uadilifu, bidii ndio dira na nguzo ya mafanikio yenu. Kwa upande wake mratibu wa mafunzo ya chuo hicho Morgan Andindilile amesema programu ya wanagenzi inafanyika kwa awamu ya 7 kitaifa na kwa Masasi FDC ni awamu ya 3, ambapo mafunzo hayo hutolewa bure kwa vijana wanaopenda kujifunza fani mbalimbali za ufundi. Vijana hawa wanapata fursa ya kuja kujifunza fani mbalimbali kwa lengo la kujipatia ujuzi ambao utawawezesha vijana hawa kujitengenezea ajira kwa maana ya kujiajiri, lakini pia kuajirika. Baadhi ya wazazi na wahitimu wameishukuru serikali wakisema programu hiyo imekuwa mkombozi kwa vijana wengi waliokuwa hawana ujuzi wala ajira. Nashukuru ofisi ya waziri mkuu kwa kutufadhili sisi vijana, kwa sababu tulikuwa hatuna mwanga wote, lakini kutokana na hii kozi tumepata kupata mwanga kwanza katika maisha yetu sisi kama vijana. Namshukuru Mama Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wake. Vijana tulikuwa tupo majumbani, hatuna cha kufanya, lakini katika kupata elimu hii itatusaidia kujikwamua kimaisha. Kumaliza mafunzo, pia watu tusiishie hapa,
watusaidia lipendo rudi mtaani, watusaidia hata vifaa. Mtoto wangu mimi hapa anaitwa Rukia Salmo, alisajiliwa Dodoma, alifaulu sekondari, kashindwa uwezo, lakini ilivyotokea fursa hii mimi nimeshukuru sana. Mafunzo hayo yamehusisha fani za ufundi magari, umeme, bomba, uchomeleaji, uashi na useremala, na imetolewa kupitia programu ya kitaifa ya wanagenzi inayoendeshwa na ofisi ya Waziri Mkuu, kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu. Haya, taarifa ya Ahmad Nandonde hiyo kutoka mkoani Mtwara inatupeleka moja kwa moja huko nchini Ujerumani. Mamlaka ya Ujerumani imezindua operesheni kubwa inayolenga watu wanaoshukiwa kufanya biashara haramu ya usafirishaji wa binadamu na ukwepaji wa kodi katika majimbo ya Baden na Württemberg na Berlin. Msemaji wa polisi huko Stuttgart amesema kati ya maafisa 600 mpaka 700 wa idara ya forodha na wale wa kuchunguza malipo ya ushuru na polisi wa shirikisho walitumwa kushiriki operesheni hiyo ambayo ilianza usiku na iliishia baada ya saa kadhaa. Polisi pia imesema hawakuwa na taarifa za haraka kuhusu kukamatwa kwa watu, lakini ushahidi wa awali umepatikana na inashukiwa kuwa watu wanasafirishwa kutoka nje ya Umoja wa Ulaya. Wachunguzi walilenga maeneo kadhaa katika jimbo la kusini magharibi la Baden-Württemberg pamoja na miji ya Baden-Bolbeng na Rolachi na pia wilaya kadhaa za karibu. Uchunguzi pia ulifanywa huko Berlin. Wachunguzi wanashuku kuwa watu wanasafirishwa kwa njia haramu kutoka nchi zisizo za Umoja wa Ulaya pamoja na udanganyifu unaopangwa na ushuru wa mishahara, huku mamlaka imesema maelezo zaidi yatatolewa hivi leo. Kama kwanza unaendelea kutazama habari kutoka hapa Channel 10 Plus, mimi naitwa Juma Mohamed, endelea kubaki nasi na kwa sasa tukapate taarifa kutoka kwenye taarifa nyingine ambapo taasisi Chama cha Mapinduzi kimesema kinaendelea kulinda na kusimamia amani iliyopo nchini, kwani kina dhima kubwa ya kulinda tunu hiyo iliyoachwa na waasisi wa taifa la Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Sheikh Abeid Amani Karume. Tupate taarifa zaidi. Kauli hiyo ya Chama cha Mapinduzi imetolewa na naibu katibu mkuu wa CCM anayefanyia kazi zake Zanzibar, Dr. Mohamed Said Mohamed Dimwa. Kuendelea kudumisha amani, mshikamano na umoja pamoja na kulinda amani ya nchi yetu, kwani amani yetu ndiyo kitu hatuna mbadala zidi ya hicho. Kama Chama cha Mapinduzi tuna dhima kubwa sana ya kulinda mapinduzi yetu, lakini ya kulinda amani kwenye nchi yetu. Niwaombeni sana msibabaishwe na wala msifadhaishwe na wala msiwe na wasiwasi wa yote mtakayoyasikia zidi ya misimamo ya chama chetu. Dr. Dimwa ametoa kauli hiyo wakati wa uzinduzi wa kampeni za uchaguzi mdogo wa ubunge wa jimbo la Fuoni na kumnadi mgombea aliyepitishwa kugombea nafasi hiyo. Ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi 2030 inaeleza mambo mawili kama yafuatavyo. Jambo la kwanza, kuimarisha ustawi wa wananchi kupitia huduma bora za kijamii. Lakini jambo la pili, kuimarisha uchumi wa mkoa kupitia kilimo, uvuvi na utalii. Na jambo la tatu, kukuza kipato cha wananchi kwa uwekezaji wa ajira endelevu. Kina mama wote msiwe na shaka kuwa Dr. Mwinyi ameboresha mikopo yenu na itatolewa bila riba. Lakini haya hayaji hivi hivi. Lazima tumpate mtu wa kwenda kutusemea, na wa kutusemea leo yuko mbele yenu. Asha binti Hussein yuko mbele yenu. Naye mbunge wa jimbo hilo la Fuoni amesema iko atapata ridhaa ya wananchi ya kuwa mbunge wa jimbo hilo. Kwanza, jambo atakaloanza nalo ni ujenzi wa ofisi ya mbunge. Suala la kushirikia mikopo ya wajasiriamali ni jambo la pili kwake. Vikundi ambavyo vilivyosajiliwa tutashirikiana katika kupata mikopo. Pia tutashirikiana katika kuvisaidia vikundi hivyo. Sisi tulipokuwa tumenadi vitu viwili vikubwa: amani, umoja, mshikamano na maendeleo, au sio? Wazanzibari wamechagua amani, umoja, mshikamano na maendeleo. Uchaguzi mdogo wa jimbo la Fuoni unafanyika kufuatia kifo cha aliyekuwa mgombea wa jimbo hilo Abbas Ali Mwinyi kufariki dunia Novemba 25. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Naam, tukitoka kutazama taarifa hiyo tuelekee huko Pemba ambapo mama wajawazito wilaya ya Micheweni wametakiwa kuwahi kliniki mara baada wanapobaini kupata ujauzito, kwani hatua hiyo ni muhimu katika kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi na kuhakikisha afya salama kwa mama na mtoto.
Mratibu wa kitengo cha mama na mtoto wilaya ya Micheweni Fatuma Mohamed Saleh na mkuu wa kituo cha afya Kiyuyuni Lufia Komhamisi wamesema changamoto za mama wajawazito zinaweza kuzuilika endapo mama watawahi kufika kliniki, huku wakisisitiza kuwa elimu ya kujikinga na madhara ya uzazi haiwezi kufanikiwa bila ya ushiriki wa mama tangu hatua za awali za ujauzito. Ende kliniki, akaanze kliniki mapema chini ya miezi 3, kwa sababu akianza kliniki mapema, kama ana shida yoyote ya kujulikana mapema na yeye akapata kushughulikiwa mapema, ni tofauti na yule mtu aliyekwenda na mimba mwezi wa 8. Kwa hiyo ikiwa kutakuwa na hiyo tendency alosema Mafatu kwamba watu watakapokuambia tu kwamba mimi tayari nishabeba, ukamshauri mama aje zake kliniki mapema, ina maana sisi tutajua vipi tuwafanye wale mama at least kufika miezi 9 waweze kujifungua damu yao iwe. Mkuu wa wilaya ya Micheweni Hatibu Juma Mjaja amewataka wakunga wa jadi kuwahimiza na kuwasindikiza wajawazito kwenda kujifungulia kwenye vituo vya afya, ambapo hatua hiyo ndiyo mwarobaini wa kupunguza vifo vya mama na mtoto vinavyotokana na kujifungulia majumbani. Tunatakiwa tuwasaidie, lakini lazima tuwe na mahusiano mazuri, na maana si vibaya kumsaidia mtu nje nyumbani, sio tukaondoka kusema kwa wilaya kanasema sasa ndio la hasha. Tuwasaidie, lakini masaidio yetu pamoja na kushirikiana na Wizara ya Afya, tuwapeleke kwa wataalamu. Hata kushakuja kwangu sawa, nishakukanda au sio, waanza kumchua, lakini kwa mambo zaidi ya kumpeleke nenda na hospitali. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Asante. Taarifa hiyo kutoka Pemba inatupeleka huko Palestina, ambapo zaidi ya Wapalestina 150 waliozuiwa ndani ya ndege kwa saa 12 na polisi wa mpaka wa Afrika Kusini wameruhusiwa jana jioni kutoka kwenye ndege hiyo, ikiwa haya yametolewa na mamlaka ya nchi hiyo. Polisi imesema ndege hiyo iliyokuwa imewabeba Wapalestina 153 ilitua katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa OR Tambo muda mfupi baada ya saa 2 asubuhi kwa saa za eneo hilo, huku abiria hao hawakuruhusiwa kuondoka kwenye ndege kwa vile hawakuwa na mihuri ya kawaida inayoonyesha wametoka eneo fulani, na kuongeza kuwa hakuna alielezea nia ya kuomba hifadhi. Jumla ya abiria 130 waliingia nchini humo na 23 walikuwa wakingoja kuunganisha safari zao kuelekea eneo lingine, huku Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi hiyo ikiidhinia kushuka kwa abiria hao baada ya shirika lisilo la kiserikali la Gift of the Givers kuhakikisha kuwa litawapatia abiria makazi ya muda. Pamoja na hayo yote, bado haijabainika wazi wa Palestina hao wamesafiri chini ya mazingira gani na waliokuwa wakielekea wapi. Kutoka nchini Afrika Kusini turejee hapa nchini Tanzania na tuelekee huko mkoani Singida, ambapo mazao kampuni ya Premium imetumia zaidi ya dola za Kimarekani 180,080 sawa na shilingi bilioni 4.5 za Kitanzania katika mwaka wa fedha wa 2024-2025 kununua tumbaku kwa wakulima wa vyama vya ushirika vya msingi vitano vilivyopo wilayani Manyoni mkoani Singida. Taarifa zaidi na Jumbe Ismail. Kaimu meneja wa kampuni hiyo Edward Kinyonto amefafanua kuwa kampuni hiyo inafanya kazi katika nchi 16 duniani na kwenye mikoa 4 ya Tanzania bara. Ilianza kufanya kazi kwenye vyama vitano vilivyopo wilayani Manyoni mkoani Singida katika msimu wa mwaka 2023-2024. 2024-2025 tumeweza kununua tumbaku yenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 1.8 sawa na shilingi bilioni 4 na milioni 500 za Kitanzania, ambazo zimeenda kwa wakulima wetu wa hapa Manyoni. Kama walivyoeleza viongozi ni kwamba changamoto zilikuwa ni uhakika, usalama wa masoko, uhakika wa masoko na pia usalama wa pesa zao. Sisi kama Premium tulichokifanya ni kuhakikisha wakulima wanapofanya masoko tu wakishamaliza malinganisho wanalipa mapema, na inasaidia kuongeza ari kwa. Mmoja wa wakulima Mtakuja Amcos
Mohamed Idi Makapi akaonyesha kuridhishwa na kampuni ya Premium inayonunua tumbaku ya wakulima wa chama hicho ikilinganishwa na makampuni mengine yaliyokuwa yakinunua tumbaku hiyo. Kwa hiyo mimi nishukuru sana kwamba kampuni tulionayo tumeanza kuona mafanikio, hususan mimi msimu huu kama mkulima nimezalisha kilo 19,000 ambazo zina thamani ya dola 54,000. Akizungumzia faida ya uwepo wa kampuni ya Premium, mmoja wa wanufaika wa kilimo hicho cha tumbaku, Matias Anton, akazitaja saidia kwamba nalipo kwenye hii kampuni vizuri na bado naendelea naye. Nataka niwe mkulima mkubwa kama bosi wangu. Nikiripoti kutoka wilayani Manyoni mkoani Singida, Jumbe Ismail wa Channel 10. Asante sana mwanahabari Jumbe Ismail kutoka mkoani Singida. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea hapa tutakuja kutazama habari za biashara na uchumi. Endelea kubaki nasi. Mimi naitwa Juma Mohamed.